letu leo ni la kuhusu kanuni ya mikate isiyotiwa chachu. Kanuni ya mikate isiyotiwa chachu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake. Na kati ya maagizo ya kwanza aliyompa mwanadamu yalikuwa ni maagizo ya kula. Kula lilikuwa ni agizo la Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2, Mungu anamwambia mwanadamu kula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku ile utakula hakika utakufa. Kwa hivyo mwanadamu alipewa maagizo ya kula, kwa sababu kila mtu ni matokeo ya kile anachokula. Ukila vizuri, mwili wako utakuwa vizuri; ukila vibaya, mwili wako utakuwa vibaya. Kwa hivyo Mungu aliagiza mwanadamu ale mti wa uzima, asile mti wenye mauti. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Lakini mwanadamu akashindwa kula mti wa uzima, akala mti ulio na mauti. Makosa hayakuwa ya Mungu, makosa yalikuwa ni ya mwanadamu kujichagulia kula kitu ambacho wamekatazwa. Ni vitu vingapi wewe umekatazwa kula na bado unakula? Matokeo yake tunayaona. Kwa hivyo katika sura ya 3 ya Mwanzo mstari wa 22, Mungu akasema, huyu kwa sababu ametangulia kula chakula chenye mauti, basi tumzuie sasa asile chakula chenye uzima. Kwa sababu gani? Ameasi. Mwanadamu angekula chakula cha mti wa uzima, angeishi milele na uasi. Na Mungu hataki mwanadamu kuasi, anataka mwanadamu mtiifu. Kwa hivyo kanuni hii ya mikate isiyotiwa chachu imeanza mwanzo, na Mungu anamaliza neno lake kwa kitabu cha Ufunuo. Anasema atakayeshinda nitampa nafasi kula mti wa uzima. Kwa hivyo anaanza na kula, anamaliza na kula. Ina maana Mungu anajali sana afya zetu za kiroho. Kwa hivyo hii kanuni imeanza mwanzo na pia ndio inafunga Biblia. Sasa tunataka tujifunze kwa hili somo. Manabii walisema nini? Yesu alisema nini? Na mitume walifundisha nini kuhusu hii kanuni ya mikate isiyotiwa chachu? Na ilianzaje? Tumeona ilianza mwanzoni, lakini Mungu anaifunua zaidi anapowatoa wana wa Israeli Misri. Wametoka Misri kwa siku moja, ambao siku ile walikula mwana kondoo wa Pasaka. Wakatoka nchi ya utumwa wakienda nchi ya ahadi. Lakini siku ya Pasaka ilikuwa ni usiku mmoja wa kutoka kwenye vifungo. Lakini siku baada ya kutoka, Mungu anawaambia sasa, kwa siku 7 mtakula mikate isiyochachwa, na pia katika nyumba yenu kusiwe na chochote cha kuchachua mikate, na yule atakaye kula mikate ya kuchachuliwa wakati huu afukuzwe, asiwepo kwenye ushirika wa watakatifu. Kwa hivyo vile vile Mungu alimfukuza Adamu kutoka asikae katika bustani ya Eden kwa sababu amekula chakula kisicho sahihi mbele za Mungu. Mungu anaendeleza wazo lile lile kwamba mtu akishiriki chakula cha kuleta mauti aondolewe katika uwepo wake na uwepo wa ndugu zake, kwa sababu wewe ukiwa umeharibu utachachua donge nzima, utamshirikisha mwingine chachu yako. Ndio maana Mungu anasema aondolewe. Kwa hivyo sasa ni lazima tujue kwamba Mungu anajali chakula tunachokula cha kiroho. Naona? Kwa hivyo Mungu akaagiza katika Kumbukumbu la Torati. Musa anawakumbusha wale aliosema nao katika kitabu cha Kutoka kwamba sasa kila mwaka mtakusanyika kukumbuka siku mlikotoka vifungoni na mlifanya nini baada ya kutoka vifungoni, baada ya kutoka kwenye mateso. Msile mikate iliyotiwa chachu. Kwa hivyo sasa nasema hivi, watu wengi leo wameokoka, wamemkubali Kristo,
wametoka Misri, lakini bado hawajaingia kwenye hii nafasi ya kushiriki mikate isiyotiwa chachu. Baadaye katika somo hili tutaona chachu ni nini, naona. Lakini kwa sasa tunaendelea pole sehemu kwa sehemu. Anakuja Yesu anasema mwanadamu hawezi kuishi kwa mikate tu, bali ataishi kwa neno. Kwa hivyo neno la Mungu ndio chakula cha kiroho, lakini hiki chakula cha kiroho kinatakiwa kile ambacho hakijatiwa chachu. Kwa hivyo katika kitabu Injili ya Marko sura ya 8 mstari wa 15, Yesu anasema hivi, iweni makini na chachu ya Mafarisayo na ya Herode. Alafu anakuja kuuliza hii chachu ya Mafarisayo ni gani? Anawaambia ni mafundisho yao. Kwa hivyo kwa nini Yesu hakuingia kwenye ushirika wa Kifarisayo au wa Kisadukayo? Manake Yesu amezaliwa katikati ya dini, lakini hakuingia Ufarisayo wala Usadukayo. Alisimama nje ya hizi dini mbili. Kwa sababu gani? Wanasema walikuwa wamechakachua Injili, walikuwa wamechakachua Torati. Badili ya kuzalisha watauwa, ikazalisha Wafarisayo. Kwa hivyo matokeo ya kushiriki chakula kinachotokana na dini, desturi na mila na mapokeo ndiyo chachu Yesu anayozungumzia kuhusu, kwamba lazima tuwe makini tusije tukapokea Injili ambayo imebeba roho ya dini, imebeba mapokeo ya kibinadamu. Manake hii itatufanya tusiwe na utauwa ambao ni wa faida kubwa kwa kile ambacho Mungu anachokitafuta kwa wanadamu. Na je, hii chachu ya Herode ni gani? Chachu ya Herode ni yale mamlaka ya Herode kutaka kuchakachua Injili kwa faida yake. Na dini nyingi leo zimekubali kuchakachua neno la Mungu ili wapate kibali kwa watu wa dunia. Wanaweza kuwa ni wasomi, wanaweza kuwa ni viongozi, wanaweza kuwa ni wafanyabiashara. Kwa nini wakae kwenye dini? Kwa sababu dini wamepunguza viwango ili wajifaidi wao, na hawana shughuli na kwamba huyu mtu ataokoka au atapotea. Hiyo tutajua siku ya hukumu. Lakini mimi nataka nikwambie, ukishaelewa kanuni hii, itabidi uwe na mtazamo tofauti. Kama wewe una nia ya kuishi milele pamoja na Kristo, pamoja na Mungu, pamoja na malaika, pamoja na watakatifu walioshinda, lazima ushiriki neno lisiotiwa chachu. Na hiyo ndio kusudi ya kuleta somo hili, ili tutoke kwenye vifungo. Watu wengi wameamini, lakini ni wadhaifu wa imani, kwa sababu imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno. Lakini wewe unasikia neno gani? Ukipata neno ambalo lina chachu, imani yako itakuwa dhaifu, utakuwa mtu wa kushindwa. Kwa nini wengi walioamini bado wana matatizo yale ya watu wasioamini? Ni kwa sababu walichokipokea hakijawabadilisha wao na hali zao. Lakini neno la Mungu amesema halitamrudia bure, litakamilisha alichokusudia. Lakini ni neno lipi linaweza kuleta mabadiliko ndani na nje? Ni neno ambalo halijachakachuliwa. Kwa hivyo lazima tujiulize tunaposikia neno. Tunaishi kwenye utandawazi ambapo watu wengi wanahubiri, wanafundisha, wanatoa unabii na watu wanapokea, lakini bado hatujakuwa na uwezo wa kupima roho zao, kwa sababu bado na sisi hatujakuwa katika imani, hatujakuwa watu wazima katika roho, bado tumebaki watoto. Kwa hivyo tunashindwa kujaribu maneno yao, tunashindwa kujaribu na
roho zao, matokeo yake tunapokea mauti badala ya uzima. Kwa hivyo Paulo anatufundisha kwenye barua zake kwamba lazima tuwe makini, kwa sababu shetani ana njama moja ya kuweka chachu kwenye neno. Anatumia mapepo, anatumia roho. Paulo anasema mafundisho ya mapepo. Haya mafundisho ya mapepo ndio yamejaa sokoni. Hayaleti mabadiliko kwa roho za watu na kwa nafsi zao, yanawafanya zaidi wanamuasi Mungu. Paulo anamwambia Timotheo mwanaye awakemee wale wanaofundisha mafundisho manyonge au potofu. Anamwambia pia Tito mwanaye kwamba lazima alilinde kanisa lisije likaingia kwenye maneno yanayoharibu imani. Na haya maneno pia yanatufaa sisi kwamba tunatakiwa tuwe katika nafasi ya kutopokea neno lililochakachuliwa. Sasa tutawezaje kukaa katika hali hizo za kutokupokea neno lililochakachuliwa? Moja, lazima tujifunze mbinu za kusoma na kutafsiri Biblia. Lazima tuwe na muda wa kusoma na kuchunguza maandiko kama Waberoa ambao walisikia wakaenda kuchambua ndio aje waseme hii aliyosema ni kweli. Lakini leo tu watu tunasema amen, tumebarikiwa, tukishatoka pale basi hatuchambui tena, hatuchunguzi tena maandiko. Kwa hivyo lazima tuwe na muda wa kufundishwa neno sahihi lisilo na mawazo ya mtu. Kwa hivyo yale ambayo mimi nataka kukufundisha sio mawazo yangu, sio mapendekezo yangu. Mimi nategemea neno kama lilivyoandikwa, na Roho Mtakatifu ananisaidia kulitafsiri kama alivyolitafsiri wakati ule, ili tuwe watu ambao wamekomaa kiroho. Tukiwa tunapokea neno lisilo sahihi au lililo na chachu, tunakuwa tena watumwa wa shetani. Yesu anasema mtaijua kweli na kweli itawaweka huru. Kwa hivyo kama umejua uongo, bado utabaki mfungwa wa shetani. Kwa hivyo ninakuomba, ninakusihi wewe unayenisikiza, wewe unayenitazama, ufuatilie mafundisho haya katika chaneli yangu ya YouTube. Nitakutumia link na kwenye platform zingine ili uweze kufuatilia, ili uweze kukua hadi kufika utimilifu na kimo cha Kristo. Mungu akubariki ili sote tuweze kufika kiwango ambacho anachokihitaji. Asante sana.